thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Maitho makwa nĩmagũcũthĩrĩirie, na matũ makwa nĩmagũthikĩrĩirie, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda. Nĩ tondũ ndaraga gũgũthĩ na maithori, iraime ciakwa ihutĩro irahandwo, na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya, na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya. Ona cianagĩra Mwathani wakwa, gũtirĩ kĩndũ gĩa thĩĩno ndĩrokaga. Ngoro-inĩ yakwa ndĩrirĩirie kũinũka, ngoro-inĩ yakwa ndĩrirĩirie kũinũka. Kaĩ mũthenya wa kũhurũka kwa arĩa atheru, ũcio nĩguo njikaraga njetereire. Tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani, tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani. Haleluya nĩguo tũkamũgocaga, na hosana nĩguo tũkamũkumagia. Tũriganĩirwo nĩ mbara na maithori, tũriganĩirwo nĩ mbara na maithori. Ndũũraga gũkũ tondũ ndũũraga gũkũ thĩ na maithori, njĩra-inĩ ciakwa ithukĩro irahandwo, na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya, na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya. Ona cianagĩra Mwathani wakwa, gũtirĩ kĩndũ gĩa thĩĩno ndĩrokaga. Ngoro-inĩ yakwa ndĩrirĩirie kũinũka, ngoro-inĩ yakwa ndĩrirĩirie kũinũka. Mũthenya wa kũhurũka kwa arĩa atheru, ũcio nĩguo njikaraga njetereire. Tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani, tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani. Haleluya nĩguo tũkamũgocaga, na hosana nĩguo tũkamũkumagia. Tũriganĩirwo nĩ mbara na maithori, tũriganĩirwo nĩ mbara na maithori. Marathimagwo arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene nĩwe
Madani do yoke, Madani do yoke. Oroya kwa ikene ni gwada kuradi monewe, ni gwada kuradi monewe, ni gwada kuradi monewe. Oroya kwa ikene ni gwada turane nawe, ni gwada turane nawe, ni gwada turane nawe. Oroya kwa ikene do yoke Madani do yoke, Madani do yoke, Madani.
Gloria
Ni siku ingine njema Bwana ametupa tuje katika nyumba yake na tujifunze kutoka kwake. Na siku ya leo tuko katika somo letu la 7. Hapa naona nimeandika kutokushtushwa. Kutokushtushwa ni hali ya maisha yetu, kwa sababu tunakutana na mambo yanatushtua. Unajikuta labda ni ugonjwa umekuja, unashangaa ukienda kwa daktari, yale mambo unaambiwa unaona huwezi. Saa ingine unakutana na mafundisho fulani na unasikia kweli mimi nimeokoka na mhubiri amesema. Kuna mambo kama hayo ambayo tutakutana nayo katika maisha. Kwa hivyo leo katika Wafilipi 4:1 kama mpaka 13 tunaona kwa nini basi tumeambiwa sisi sio watu wa kushtushwa na mambo. Sisi ni watu ambao tuna uimara katika imani yetu, ya kwamba sisi tunafurahia kuishi katika Kristo Yesu. Kwa sababu tumeambiwa tufurahi. Mambo yakiwa jinsi yalivyo, yakitokea mambo tofauti tofauti, tunakuwa sisi tunajua yale tumeamini. Hata kuna mahali Mtume Paulo mwenyewe akasema ya kwamba mnajua niliyemwamini na kusadiki kwamba yeye anaweza kulinda kile ambacho niliweka amana kwake Bwana. Imani hiyo yangu ya kwamba nina uhakika kuna siku italipo. Sasa basi tuone katika Wafilipi, kitu cha kwanza, kutokutikisika. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa kwanza. Somewe mstari wa kwanza. Siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha. Wafilipi 4:1. Wafilipi 4:1. Basi ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku furaha yangu na taji yangu. Hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Ndio. Umeona anawaita wapenzi, anawaita nini? Ndugu zangu, si ndio? Sasa hapa anawaambia ya kwamba hao kwake anawaita wapendwa wangu, ya kwamba anawaonea shauku. Kuonea shauku ni kutamani sana kuwaona. Angetamani kuwa Filipi nao, kwa sababu alikuwa ameenda mara nafikiri 3 huko, na akakuwa na ushirika wa ajabu, wakakuwa na mabadiliko ya ajabu ya maisha. Kwa hivyo anasema ya kwamba anaonea shauku
kwa sababu anawaita nini? Anasema hao ni furaha na taji yake. Ati furaha anaipata kwa hao wa Filipi, akiangalia vile walimpokea na vile walipokea neno hilo la uzima na vile wamesimama imara. Basi anawaambia, basi nyinyi ni taji yangu. Taji, si tunasema tutavikwa taji? Si tunangoja kuvikwa taji? Lakini anasema kama sasa mimi ningesema nyinyi ni taji yangu, kama nitavikwa taji, ni vile nitawatendea, vile tutaishi na nyinyi, kwa sababu Bwana Mungu anaweka hesabu. Na tukiona watu hivyo, si tutakuwa na bidii sana kuwahudumia, kama tutaona wakiwa wapendwa, kwa sababu wakiwa wapendwa hatutachoka katika huduma, na wakiwa wapendwa hata tutajaribu vile tunaweza kuwahifadhi katika Bwana, ili wawe ya kwamba nitakapopewa taji, nitaambiwa wewe taji kwa sababu ya watu wa Sabasaba. Kwa hivyo ndivyo anasema. Basi anasema hivi, akiwaongelesha hivyo, unaona ni mtu ambaye aliwadhamini sana, kwake walikuwa watu wa maana sana. Akasema wabaki wamesimama imara katika Bwana Mungu. Watu wabaki wamesimama nini? Imara. Na kitu ambacho ni imara hakitikisiki, si ndio? Jengo, tumesikia wakati mwingine jengo limebomoka kwa sababu lingine. Nakumbuka kulikuwa huko na upande wa Nairobi South Sea, kulikuwa jengo kubwa linajengwa alafu likabomoka lote, na hakuna mtu alikuwako likibomoka, si lilibomoka tu, si mtu aligonga, kwa sababu halikuwa imara. Sasa kama sisi tutasimama imara, basi hakuna kitu kitaweza kutikisa. Tukisikia tutapokea. Sinakumbuka nabii anaitwa Ayubu, mambo yale alikutana nayo, lakini hata katika hayo mambo, hata akiumwa, hata akisema afadhali singezaliwa, bado anasema anajua yule ambaye nimemwamini, na najua ya kwamba siku moja katika huu mwili wangu nitasimama, kwa sababu Ayubu alikuwa mtu wa mwili kama sisi, si ndio? Basi vile mimi niko hivi, najua ya kwamba nangojea kusimama mbele ya Mungu. Na basi kama nangojea kusimama mbele ya Mungu, basi mambo ambayo nitakutana nayo yasikuwe ni ya kunitikisa, yasikuwe ni ya kufanya mimi kukosa uimara, nitikisike, nitoke katika mpango wa Mungu. Kuna wakati mmoja katika barua moja hatujaifikia, lakini sikumbuki ni gani, labda tutaifikia Mungu akipenda. Paulo akasema sasa mimi nimebaki peke yangu. Anawataja watu, kila mtu mahali alienda. Gibson alienda Murang'a, fulani alienda, alafu kuna mmoja alisema huyo, ninasahau, Dema, alikuwa anaitwa Dema. Ati Dema yeye aliupenda ulimwengu huu, akabaki huko mahali fulani, yaani akaishindwa hii mambo ya injili, hapana, akatikisika, akaona dunia ni bora zaidi ya injili. Yeye akasema Dema. Na kuna mahali pengine anasema Dema tuko naye, wakati mwingine anasema Dema alifanya nini? Aliniacha. Hivyo ndivyo watu utakuta, watu tulikuwa nao na siku hizi hawako. Watu walikuwa na ushuhuda, leo hayuko na ushuhuda. Wengine utakutana nao, bado niko, nitakuja. Unasikia mtu mmoja kama mimi tukute Ukraina anasema nitakuja Jumapili, nitakuja. Saa yote tukiongea atakuja, lakini hajawahi kufika. Na ni kweli, kwa sababu hata nikitembea barabarani wale watu wengi uniambiwa watakuja hapa Sabasaba ni wengi. Hata kwa Ijumaa kuna mmoja tukutana naye hapa kwa hospitali, nikipanda hivi akiteremka akanisalimia, habari mhubiri mzuri, hiyo Jumapili nitakuja kwako. Nikamwambia umekaribishwa, tutafurahi kukupokea. Leo yuko, umeona mgeni.
basi kutikisika tusitikisike. Katika Isaya 26:3 inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Tumtumaini Mungu. Usitumaini fulani atanifanyia, nikionana na fulani niye nategemea. Hapa tunaambiwa kwa kuwa amekutegemea. Tuwe katika mambo yote tunamtegemea Mungu, hata wakati mambo yamekataa. Kwa sababu kuna wakati mambo yanakataa, ukiangalia mbele unaona giza tu. Hata hapa unaona tu mahali unakanyaga, ujue hapo mbele ni nini. Lakini ukimtegemea Mungu unafanya hivyo ukiwa na amani, ukiwa umetulia. Na Luka 1:32 tunaambiwa, huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana aliye juu sana, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Nani huyo anaongelewa hapo? Yesu. Ati akija yeye ataitwa mwana wa aliye juu sana. Kwa hiyo tukiongea mambo ya Yesu Kristo, hatuongei kama zile zilikuwa zinaitwa hekaya za Abunwasi, hadithi, sio hadithi. Tumesoma habari za Washiko, msoma habari za Abunwasi. Alikuwa na mtu alikuwa na mambo tofauti anafanya. Tunaambiwa huyu ataitwa. Unaweza ukaitwa mwana aliye juu kama wewe sio hivyo. Ni malaika alisema. Kwa hivyo hatuna haja kutikisika jambo lolote. Ndio tutashtuka kama wanadamu. Kama leo nikisikia nyumba yangu imechomeka yote, sitashtuka. Lakini nitasema nikijitia nguvu katika Mungu, nitasema hapana, hiyo ni nini? Ni nyumba tu, mimi bado niko, si ndio? Na nyumba hata sio mimi, ni haikuwa yangu, mimi ni pesa tu nilipewa na Mungu. Jambo la pili, 2:3 Wafilipi 4:2-3. Namsihi Euodia, namsihi na Sintike wawe na nia moja katika Bwana. Naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania Injili pamoja nami na Klementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Hapo kulikuwa na tatizo ambalo hata hapa kwetu tunakutana nalo, si ndio? Simeona watu kanisani moja na waizi wakasalimiana kwa sababu fulani alisema, ndio nasikia. Sasa nikasikia kuna wengine walikuwa hivyo. Sasa mtu wa nduthi amebeba mmoja, ule mwingine akasimamisha, na si nduthi imesimama, kuangalia kakuta ni ule mtu atakagi kumuona, na lazima aende na nduthi. Si alikaa kwa nduthi, ati wakapelekana bila kuongeleshana. Na kanisa wanaenda gani? Moja. Na kuna watu wakuhuta, huyo mimi siwezi kumuona. Kwa nini? Sasa hao tunaambiwa kulikuwa dada wawili, Euodia na Sintike. Ati ya kwamba Paulo alipokuwa huko walikuwa kabisa kazini ya Mungu na wakafanya, lakini sasa hawako pamoja, hawaongeleshani. Na tunaambiwa hivi ya kwamba wanasihiwa wawe na nia moja katika Bwana. Kwa sababu wewe ukimwamini Bwana vizuri na kuongoze na niongoze, hakuna jinsi sisi tutakosana. Wenyewe tunakosea hata katika mambo, katika mazungumzo, katika mipango ni tofauti. Lakini katika Bwana hatupasi kuwa hatuongeleshani, hatuonani. Ndio Washiko, kuna watu ukisikia mahali yuko hutaenda, labda sijui. Hata mimi kuna watu, kwa sababu tukizungumza hatupatani.
Sasa mtu kama huyo sitaachana na yeye, utafanya yote uwezavyo, lakini kuna watu utakuta, na ndio tunaambiwa ikiwa juu yako uishi na amani na watu wote vile wewe unaweza, ikiwa katika uwezo wako ufanye vyovyote uwezavyo, ya kwamba huyo ambaye hamuambatani mumeshikana. Si kusema ukubaliane na watu wote, umeambiwa ufanye uishi na amani. Ukiona mtu hamkubaliani ni sawa, lakini katika kanisa tusiwe na hivyo. Na hata akaambia watu wa kanisa, nyinyi akaita wajoli wangu halisi, yaani tumefanya kazi na nyinyi pamoja. Na mnajua siku hiyo vile tu walishirikiana, wadada walishirikiana na mimi. Hata kulikuwa bwana moja aliitwa Clementi, hata Clementi tukahubiri Injili, tukahudumu. Sasa waambieni warudiane, kwa sababu wasiporudiana wataenda jehanamu washiko. Hapana, Paulo anasema majina yao yako katika kitabu cha, si amesema hivyo? Majina yao yako katika kitabu cha uzima. Lakini hata kama yako hapo na hukubaliani, si wewe umepoteza? Si kazi yako labda itafika mahali ikote kuwa mzuri, uingie tu. Si tunaambiwa kuna watu wataingia lakini bila kitu. Si maandiko yameandikwa hivyo? Ati kuna mtu atasimama, kazi yake si tunajua itapimwa na nini? Na kilo? Itapimwa na kilo? Hapana, itapimwa na moto. Tunaambiwa itapimwa na moto, kwa sababu tunaambiwa tunapojenga, wengine wanajenga na nini? Na dhahabu, wengine na fedha, wengine wanajenga na mawe ya thamani kama almasi, na wengine wanajenga na majani, wanajenga na mbao, vitu kama hivyo. Lakini vikiwekwa ndani ya moto, dhahabu inachomeka inakwisha. Nini dhahabu ukiweka kwa moto inafanya nini? Iyeyuke. Na ikiyeyuka, ikiwekwa kwa baridi inafanya nini? Inarudi kawaida. Na kama iko na uchafu inakuwa safi zaidi, si ndio? Hata fedha, hivi vyuma ambavyo tunatumia na tunaona hivi vyote, hata ya mabati mahali yametoka, huwa yanachomwa. Hiyo mabati, hiyo chuma yenyewe inachomwa, inatoa uchafu wote. Sasa kuna wengine watakuwa hivyo, lakini wengine tunaambiwa kazi yao itafanya nini? Itachomeka, ibaki jivu. Mtu aingie, kwa sababu sinaambiwa kitabu cha uzima. Meza ya kwanza ni kama jina iko katika kitabu cha uzima, si ndio? Hapo ndipo nikitoka hapo ndipo nitasimama kwanza. Niambiwe wewe uambie jina lako liko fanya nini? Ingia. Ukiingia huko, si tukikufa tunakufa bila kubeba kitu. Unakuta mahali unaambiwa chukua mzigo wako, unakuta mzigo wako huko wapi? Huko umekutangulia. Alafu unachukua mzigo, unaambiwa pitisha hapa kwa moto. Alafu ukichomwa wote unapita. Unaambiwa ingia. Jivu, una kitu. Lakini wengine tunaambiwa itakuwa dhahabu. Na ndio tukaambiwa hebu tukiwa hapa duniani tujaribu tuwezavyo. Hata kama tuna pesa, tujaribu kutumia pesa zetu vizuri. Ati baadaye wakati zitakuwa ziwezi kutusaidia. Mtu akikufa pesa yake inamsaidia? Hakuna. Hata anasema vile ataziko. Si yeye yuko anafanywa na watu vile wanataka, si ndio? Lakini kazi tunaambiwa, hiyo kazi tukifanya vizuri itakutetea huko. Hata tukienda bila pesa, tuwe maskini. Sinania alitetewa na haki yake, mtu anaitwa Lazaro, ule alikuwa muombaji. Hapo tunaambiwa alipokufa yeye alikuja kuchukuliwa na malaika. Huyu mwingine hakuchukuliwa,
alijikuta. Huyu alichukuliwa na malaika akapelekwa, huyu alijikuta taabani. Kwa hivyo jina, ijapokuwa majina yawe katika kitabu cha uzima, mambo ambayo tunaweza kufanya tufanye. Kama ni mtu wa msikilizani, jaribu uwezavyo msikilizani. Mtu ambaye huwezi ukasalimia, ujue hiyo ni kazi ambayo itachomeka, kwa sababu ulikuwa umebeba uchungu ndani yako, ulikuwa umebeba chuki. Funzo, Zaburi 133:1 inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ya kwamba wakati tumekaa pamoja kwa umoja, tukifurahiana, tukisaidiana, tukitiana nguvu, inakuwa vizuri. Lakini utakuta ndugu wengine hawakai pamoja, ni fujo tu. Hata wakiitwa, hata utakuta familia zingine hata hapo wakutani. Kunakuwa familia kama hizo. Juzi nikasikia kuna mazishi ilikuwa huko kwetu kijijini. Kuna watu hawakwenda hiyo mazishi. Wakasema hiyo hatutaenda. Na ni ndugu yao amekufa. Lakini inapendeza wakati wanaishi pamoja. Ule utasema wazungu, mzungu ukiona akikusalimia na kusalimia hata na kuonyesha meno, ana smile, lakini yuko mbali sana na wewe. Wewe unafikiri ni vile huku mtu akikusalimia, si unaona anakupenda? Wazungu ni ngumu uone mzungu atakupenda Mwafrika kabisa. Hata wenyewe wapendani hivyo, wako hivyo, mtu anajipenda, wanajipenda sana. Lakini sisi tunaambiwa tupendane kweli. Wakati na kuona Wambane na tabasamu, hiyo tabasamu hiyo ni kweli. Kwa sababu nasikia Wakamba wanasema meno ni mifupa. Ni nini? Ni mifupa. Kwa hivyo nikikuonyesha mifupa, ni mifupa tunakuonyesha. Hebu nikikuonyesha meno, iwe na kuonyesha kutoka kwa moyo. Mathayo 18:19 inasema, tena nawaambieni ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Ati wawili wenu watakapopatana juu ya jambo lolote wawili. Sasa wewe fikiri, mimi na Wadan tumekosana, si mimi naenda naomba mambo yangu, na Dan anasoma mambo yake. Lakini Yesu akasema, kama mimi na Dan tungeshikana mikono juu ya jambo lolote, Mungu atatusikia. Kwa nini? Kwa sababu hivyo ndivyo tumeumbwa. Tuwe watu tunapendana, watu tunashikana mikono, watu tunafanya kazi pamoja. Na Mungu anabariki kazi ya watu ambao wako na umoja, wameunganishwa na huo upendo wa Mungu. 3, kuna kitu kinaitwa upole. 4 mpaka 7. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini, upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Naambiwa kitu kinaitwa upole. Hapa nawaambia tena, sikizani kufurahia katika Kristo Yesu. Anawaambia tena wamfurahie Bwana Mungu siku zote. Ya kwamba siku yote isikuwe ya kwamba siku itapita na wewe umekasirika na hujafurahi, unalala kama umekasirika. Unatembea unashinda umekasirika. Kila siku
hasa labda wakati unalala, si ndio unaangalia siku yote unaiona. Labda hata una senti, labda hata mtu fulani ulimngojea, alikwambia saa 7 atakuja ana pesa yako, kesho hujui utafanya nini, ya kwamba unatulia unaambia Mungu, Mungu wa ajabu, unafurahia katika Mungu. Si mazingira yanafanya tufurahi, ni uwepo wa Bwana Mungu ndani yetu. Hiyo ndiyo chemchemi ya furaha yetu. Basi hapa tunaambiwa tumfurahie Bwana Mungu. Tena anaongeza anasema wafurahie. Alafu tunaambiwa upole wetu ujulikane. Upole, tutaangalia maana upole ni nini? Ni kuwa mtu mtulivu, si ndio? Si ndio tunasema mtu mpole ni mtu mtulivu, Mtu akisikia akigombana na watu. Na kuna Wakristo wengine akianza kuongea ataropokwa na maneno mpaka ushangae, si ndio? Hana upole, ana ukali. Anasema mimi, anapigana, yuko karibu kupigana. Hata wengine anasema nitamweka Yesu chini kwanza tuonane. Hapana, sisi sio hiyo imani. Imani yetu ni ya kwamba Yesu alisema ukipigwa shavu moja unapeana lile lingine. Hakusema ati niambie umenipiga moja nipige pili. Alikuwa anasema tusiwe watu wa kujilipizia. Mtu akitutumia vibaya, akituonea, tunamuacha, hatujilipizii. Ukiitwa neno fulani na wewe usijibu. Hivyo. Na ukali, mtu akikuongelesha ukali wewe unakuwa umetulia. Hata unamuuliza. Nakumbuka Nabii Ibrahimu na yule bwana mmoja aliyeitwa Lutu. Ilifika mahali kukakuwa na ugomba, kuna shida. Alimwita akamwambia, unajua sisi ni ndugu, hatufai tukosane. Na tunakosana juu ya mali, si ndio? Fanye hivi, tuachane. Wewe ukienda huku nitaenda huku, ukienda huku nitaenda kwingine. Lutu akafanya nini? Akaangalia, akaona bonde huko. Tunaambiwa ati ilikuwa safi, nafikiri ilikuwa na maji mazuri, na nyasi. Akasema hata ilionekana ni kama bustani ya Mungu. Yaani ukiwa mbali akasema kule niko nitaenda. Ibrahimu akamwambia sawa. Na Ibrahimu alipomwambia sawa na wakaachana bila kugombana. Tunaambiwa ati Mungu alimtokea Ibrahimu alipoachana na Lutu. Sio ameangalia pande moja. Ibrahimu yeye aliambiwa ati angalia mbele, angalia nyuma. Angalia upande wa kushoto, angalia upande wa kulia. Sasa kama huyo alichagua huku upande huu, si Ibrahimu anaambiwa hata huko ni kwa nani? Ni kwako. Na ikakuwa hivyo. Umeshasikia mahali wakiongea mambo ya familia ya Lutu mahali Padans. Umesikia mtu akiongea ati Lutu akapata watoto wakafanya. Si alipotea hivyo? Kama vile tuliona wiki mbili zilizopita tulikuwa tukizungumza. Tukaangalia mtu anaitwa Yakobo na kaka yake aliitwa nani? Esau akatengeneza Yakobo. Mungu akamwambia kuanzia leo utaitwa nani? Na yeye Yakobo na yeye Esau alipojenga taifa lake likaitwa nini? Iliitwa nini? Haya. Wa Edomu. Unasikia watu wanaitwa wa Edomu? Ni wao wa Edomu. Siku leo umesikia mahali wa Edomu wanatajwa? Umesikia? Kwa habari za si leo ukifungulia utasikia Israeli. Umesikia mahali kuna Edomu? Ati Mwedomu fulani. Kwa hivyo tunaambiwa nini? Tukubali hasara, tukubali kuonewa, tukubali kupoteza, tukubali kudharauliwa. Siku yetu itafika. Amen. Na ndio tunaambiwa basi katika kila hali iwe sisi
tunaipokea kila hali kwa sala na maombi pamoja na shukrani. Mchungaji mmoja akaniambia, kuna bwana mmoja walikuwa mahali wanaomba, akasikia akiomba, akaambia Mungu, hiyo Mungu saa hii uifanye. Hata yeye akashindwa. Sasa unaambia Mungu afanye saa hii, wewe ni nani? Si hapa tumefundishwa jinsi ya kuomba Kuna wali tutaomba, tumeambiwa kwa sala. Sala ni wakati tunaomba. Na maombi ni nini? Maombi hata wakati usali unaendelea kuwa na maombi yako, si ndio? Ukitembea ni maombi, kwa sababu tumeambiwa tunapoomba tunaongea na Mungu. Kwa hivyo hata ukiwa unatembea wadani, ukipiga mguu huku saba unaambia Mungu kitu Mungu unakumbuka ile maneno, unaona hivi kama ungenifanyia tuwe hivyo. Na pia si hivyo alafu tunasema sasa tutangoja tuone. Hapana, tunaambiwa kwa nini? Shukrani. Tunamshukuru Mungu ya kwamba hata mambo yawe namna gani, Mungu amebaki Mungu na mipango yake kwetu ni ile ile. Hakuna wakati atasema ni dhambi tu itatutenganisha, sababu dhambi inakuja inaweka mpaka. Kwa hivyo hata tukiomba yeye hasikii. Sinani alisema Daudi, ati kama ningewaza maovu ungenisikia. Sasa niombe, ningetaka nikipata, Mungu nisaidie nipate hiyo pesa, ndio hiyo Adamu nimfundishe adabu ajue. Hiyo Mungu atasikia kwa sababu nimewaza nini? Maovu. Lakini kiwaza mema Mungu anasikia na anajibu. Na wakati mwingine tumeambiwa anajibu kwa kukuambia, ijapokuwa usikii sana, nakwambia ngoja. Ukiona hajajibu si kusema hajasikia. Basi unafanya nini? Unashukuru. Mwenyewe anajiuliza, nafsi yangu, mbona umefadhaika? Mimi usikia mkisema mudu ne ita kama shemani. Jiite wewe mkutano, ujiuliza sasa wewe unasumbuka kwa nini? Nasiku umesema ninakumbuka mambo ya zamani. Nakumbuka siku moja nilikuwa kanisani tunaomba na kuna jambo lilikuwa limenisumbua. Sasa tulikuwa siku ya Alhamisi, ni siku ya maombi. Mhubiri atakuja kutia nguvu, tunasoma tu Biblia labda dakika 5-10, tunaenda magoti. Sasa nilikuwa ninaumwa. Sasa wazo likakuja, sasa ni nini nakusumbua? Mungu huyu si ni Mungu mkuu? Yale amekufanyia si ni makuu kuliko hiyo? Ni ajabu, nilijikuta wadane nacheka. Nikajiona kweli mimi saa nyingine ninakuwa na ujinga. Sasa ndio tunaambiwa, tunajiita wakati mambo yametusumbua, jiite mkutano, ujiulize sasa wakati fulani kuna mambo yalikusumbua wakati fulani na yalipita na ukasahau. Tunakumbuka hayo na tunasema hapa, nasema ndio akasema, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Bwana Mungu wangu. Nitakuja kumsifu. Mimi nitamsifu hata kama moyo wangu umefadhaika. Nitamwambia asanti, wewe Mungu unastahili, wewe Mungu ni wa kweli, wewe Mungu ni umweza, wewe Mungu neno lako linatosha moja. Si hata ndio nani alisema, huyu alikuwa akida wa Kirumi. Sema hapana, usikuje, sema tu neno. Ukisema neno hiyo inatosha. La nne, kutokustushwa. Na katika kutokustushwa kuna mambo mangapi? 1, 2, 3. Mambo matatu tutaona kwa nini tusishtushwe na jambo lolote. Sikuna kimambo yanatushtua. Utaweza kupata habari ushtuke. Si hata watu wanashtuka wanakufa. Leo umesikia mtu ameshtuka akakufa. Sasa unakufa kwa nini? Kwa sababu ya kushtuka.
Lakini kama ungekuwa kama huyo mwandishi Zaburi, ungesema nitamsifu kwa sababu asina haja kufadhaika. Hebu tusomee 8 na 9. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ikiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Ati fikra zetu sasa, hayo inazungumzia fikra, si ndio? Ndio tunaambiwa, ukiambiwa kutafakari, huwezi ukatafakari kwa tumbo, ni katika fikra. Na vita vyote ambavyo tunapigana tutashinda katika fikra ama tutashindwa katika fikra. Basi ndio tunaambiwa basi jinsi ambayo tunapaswa kufikiri wakati wowote. Tunaambiwa mambo yote yaliyo ya kweli, kwa sababu kuna mambo ya kweli. Kinyume cha kweli ni nini? Ni uongo, si ndio? Kwa hivyo tunaambiwa mambo ya uongo tusifikirie, tusifikirie kusema uongo, tusifikirie kufanya uongo, na tusifikirie kufuata uongo. Tusitumie uongo, tutumie kweli. Mambo yaliyo ya heshima, hiyo ndiyo kwa Kiswahili wanaita mambo yaliyo ya staha. Staha ni heshima, mambo ya heshima, si mambo heshima tofauti. Kinyume cha heshima ni nini? Mtu ana heshima, usipopata heshima unapata nini? Aibu, aibu. Mambo ya aibu tuachane nayo. Kitu ambacho kinaweza kuniletea aibu niachane nacho. Alafu usafi, mambo yaliyo ya usafi, wadani, mambo yaliyo ya usafi. Kwa hivyo mambo ambayo ni ya uchafu, mambo ambayo ni ya kusengenyana, mambo ambayo ni ya kufitini, hayo si ni uchafu. Tuwe tu sisi hayo haturuhusu. Ya kwamba kama tutaongea na wewe, tukikutana tutaongea mambo mazuri. Hatutaongea mambo ya wadani. Unajua wadani anaringa. Unajua ambane nilisikia. Na si ati nilisikia kitu mzuri, nataka kitu mbaya. Kama basi mafikiri yale tunazungumza, tuzungumze mambo yaliyo safi, mambo yanayopendeza. Kuna mambo yasiyopendeza, basi sisi tufuate yale yanayopendeza. Yale unafurahia kufanya, na hata yule mtu unafanyia anafurahia. Sio sana yale wewe unafurahia kama huyo mtu mwingine, sababu mimi naweza nikafurahia kitu mwingine kwake si vizuri, sababu sinaweza nikafurahia kuiba, lakini huyo mtu nimemwiba, nimemwacha aje. Ndio tunaambiwa ya kupendeza. Hiyo inapendeza kila mtu, ni mambo ambayo hayana kasoro, haezi akatolewa kasoro. Mambo yenye sifa njema, ya kwamba hata ukiniambia, ukisema nilifanya, nitasema sawa, si ndio? Lakini si hilo sema, mbona wewe unaenda kuambia watu unaharibu jina langu? Na nimesema yako tu, ya kwamba yale yatazungumza yetu, yale ndio vile tu. Naye ndio tunatafuta kitu. Kama wataongea mambo yangu, watasema vile nilidanganya mtu akanikopesha 500 na hiyo 500 sikurudisha. Hiyo si ya kupendeza. Mambo yenye sifa njema, na yenye sifa njema tunaambiwa wema. Mambo yenye wema, ni kitu kizuri, nisifanye kitu kibaya. Nayo sifika, mambo yanayo sifika. Alafu wanaambiwa watende mambo yale
Kwanza waliojifunza. Tukiwa uja hapa kanisani, tukija hapa si tunajifunza? Kuna kanisa tumefundishwa mabaya? Hapana. Hata dini zote hakuna zitaambia watu waibe. Basi tunaambiwa tuliojifunza na tuliopokea. Tulijifunza na tukapokea, ya kwamba hayo ndiyo mambo ambayo yananiongoza vile nilijifunza. Na akasema walioyasikia. Umesikia mhubiri amesema, ama umesikia mtu amesema kitu kizuri, yale waliosikia. Tena nasema walioyaona kwake. Hayo yote anawaambia wafanye, anasema mnichukue mimi kama mfano. Yale mliojifunza kwangu, mliopokea kwangu, mliosikia kwangu na mlioona kwangu. Hivyo ndivyo tunapaswa, ya kwamba tuwe kielelezo kizuri. Na anasema basi Bwana Mungu wa amani atakuwa pamoja nao. Ya kwamba tukifanya hivyo, Bwana Mungu wa amani atakuwa pamoja nao. Na hakuna jambo nzuri na la kufurahisha na la kuridhisha kama Mungu kuwa pamoja na mtu. Hakuna. Sababu Mungu akiwa pamoja na mimi, sijui ni kama nani, hata si kama rais. Si rais ni mwanadamu. Hata akiwa pamoja na mimi, kuna mahali anaweza akaniacha, si ndio? Ama nikutwe na shida wakati yuko mbali. Kama ni rais wa Kenya, si anaweza akakuwa yuko China, ameenda safari, simu nipige. Bwana Mungu akiwa pamoja nasi, hakuna jambo bora kama hilo. Jambo la pili, funzo hapo tunaliona katika Amosi 5:14, linasema tafuteni mema wala si mabaya, mpate kuishi. Hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi kama msemavyo. Mnasema Mungu awe pamoja nanyi, lakini kama Mungu atakuwa pamoja nasi ni wakati sisi tutatafuta mema na tutatafuta mabaya. Tutaishi maisha hayo ya kufurahia wema wa Mungu. Marko 3:4 tunaambiwa, akauliza, ni halali ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuiua? Wakanyamaza. Nani aliuliza hilo swali? Akiuliza nani? Wakashindwa, kwa sababu waliona anaponya mtu alikuwa amepooza. Wanasema huyu siku ya Sabato anafanya kazi. Ndio akauliza, hii Sabato namna gani? Kufanya mema ama mabaya? Jambo la pili, mstari wa 10, kitu kinaitwa ukarimu. Na nalifurahi sana katika Bwana, kwa kuwa sasa mwishoni mmehuisha tena fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Hao watu si kuna mtu alikuwa ametoka huko kwao anaitwa Efradito. Walimtuma na kitu. Ni ukarimu, walimpa kitu. Na akasema asante, mmenikumbuka. Na akasema ni kweli, si ati mlinisahau, mlikosa nafasi. Lakini asanteni kwa vile ambavyo mmefanya. Tunaambiwa nini? Tuwe wakarimu. Mungu ni mkarimu. Si anatupa nguvu. Anatupa mahali tunaweza tukalima. Matai tunamuomba na anajibu maombi yetu. Lakini tukipata maombi yetu yamejibiwa, hebu tukumbuke huyo mtu mwingine. Huenda hayuko hivyo. Utakutana na mtu hata kabla kuambie uone unaweza ukampa kitu. Tusiwe wagumu kupeana. Kwa sababu tukiwa wakarimu, Mungu anaona tunafuatana na kielelezo chake, kwa sababu Mungu ni mkarimu. Tunakumbuka wakati wa COVID watu vile walikuwa wanalipa kitu inaitwa oxygen.
hewa ya oxygen ulikuwa unalipa ati sijui pesa ngapi, na yeye Mungu anatupa hiyo oxygen bure. Anapatia watu bilioni. Duniani kuna watu bilioni ngapi? Ni 7 ama ngapi? 9. Niwacha zikiwa 7. Na kila mmoja amepewa oxygen yake. Si ni ukarimu mkubwa? Je, sisi uko na 500, si utoe 200 umpe mtu, mwambie wewe kunywa chai, anafurahi, si ndio? Hii unampa 500, naambia hii nafikiri itakupa nyama kanusu, unajua anafurahi, si ndio? Tuwe wakarimu. Na Paulo anasema wakati mwingine tunakosa nafasi, na ni kweli wakati mwingine tunakosa nafasi, lakini wakati hatuna nafasi tunasema kama ningepata, lakini wakati mwingine tukipata tunasahau, tunaangalia yetu. Hebu tuangalie wengine. Amen. Alafu mfalme akasema, ni Samueli wa pili 3:9, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Bwana Mungu? Nani alisema maneno hayo? Daudi. Sauli alikuwa rafiki wake mzuri sana alikuwa rafiki yake Sauli alimtafuta, alimuwinda. Hata siku moja Daudi anamwambia, sasa wewe unawinda kuku mimi alisema yeye ni nini? Dunia inaitwa aje? Funza. Mimi kitu kidogo unanitafutia nini? Achana na mimi. Alafu akili zake zilikuwa zimeharibika, zinarudi anamwambia, "Haya Daudi, mtoto wangu Daudi." Lakini maisha yake yote ilikuwa kumuinda Daudi. Lakini wakati Daudi alikatia kiti, alipokalia kiti akauza, si nyumba ya Sauli yote iliuawa? Sio vijana wake wote waliuawa vitani? Akabaki sasa, ndio akauliza, je, kuna mtu na familia yake yote ikamalizwa? Akasema iko. Kwa sababu ya nini anauliza? Ili nimfanye nini? Nimtendee mema ya Bwana Mungu. Kwa Kiingereza anasema nimuonyeshe wema wa Bwana Mungu, si wangu, wa Bwana Mungu. Tunapofanya mema tunaonyesha wema wa Bwana Mungu, kwa sababu na yeye anakuwa ametutendea mema. Mathayo 20:15, si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Maneno ya nani hayo? Mmesahau Ni mfano ule ulipewa wale watu walianza kazi thenashara, wengine wakaanza saa 11, si ndio? Si wote walikuwa mshahara moja. Lakini wa kwanza walipoona vile mshahara walianza na wa jioni, si ndio? Akajua yuko hapa tu anaangalia. Akipita, umepewa nini? Dinari moja. Unajua hata mimi niliambiwa dinari moja, lakini si mimi nilianza asubuhi na baridi ya asubuhi, si ndio? Jua sasa, wakati jua limetua ndio huyo amekuja. Akapewa nini? Akakasita, wewe bwana, namna gani? Tufanye mema. Akasema, mimi nimefanya wema. Kama mnakumbuka, wema wake ulitokana na hivi. Kila wakati aliuliza watu, je, nyinyi hamjapata kazi? Anasema hatujapata. Kwa hiyo ni watu walikuwa tayari kufanya kazi, wanakosa kufanya nini? Kuchukuliwa. Kwa sababu alipokuja si alichukua kiasi fulani. Saa ngapi? Si alianza saa 12. Saa 3, saa 6, saa 9, saa 11. Kwa hivyo tufanye mema kwa sababu Mungu ametufanya mema. 11 na 12 tukimaliza, kuna kitu kinaitwa kuridhika. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza
kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote, na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kwa kuwa na vingi na kupungukiwa. Ndio hiyo. Ndio. Sasa kuridhika ni kutosheleka, kukosa kusumbuka. Anasema mmefanya vizuri, lakini hata wakati hamkufanya mimi nilikuwa nimeridhika, nimejifundisha kuridhika. Anasema anafafanua kwamba yeye asemi hayo kwa sababu ya uhitaji ati isipokuwa ni nyinyi nilikuwa mahali pabaya. Wakati mwingine tunajikuta mahali pabaya, lakini yeye akasema amejifundisha kumtegemea Mungu. Anasema yeye hakuwa na uhitaji. Ndio mna mahitaji, lakini hata msiponipa mimi ninaridhika, kwa sababu anasema amejifunza kuridhika katika hali yoyote aliyo nayo. Ana ujuzi wa kuwa katika hali ya chini na katika hali ya juu. Amejifundisha kila mahali na katika kila jambo amejifunza kushiba na kuona njaa, kuwa na tele na kupungukiwa. Yaani katika huduma yake alikutana na mambo haya yote, na alikipungukiwa anajua si ni mimi tu nilikuwa nimeshiba. Lakini tatizo ama ni ajabu, wakati una njaa, uumwe na njaa kabisa, huwezi ukakumbuka. Ukishiba ukumbuki njaa. Hata ukifikiri hebu nisikie tumbo vile ilikuwa nasikia, haiwezi, si ndio? Juzi nikija Sabasaba, nikiteremka na pale ile mteremko iko hapo kwenda kwa mto, nikakanyaga vibaya, mguu wangu ukateguka, lakini si sana, na nikakuja nikiwa na uchungu. Tukakutana na Dave, tukatembea. Jioni kirudi tu kukalia nduzi, nikasikia mguu umewasha sana. Hata hiyo siku nililala mapema, nikachukua dawa ya kusugua, nikachukua dawa ya maumivu, nikalala mapema. Asubuhi nikasikia. Sasa hata nikiambia huu mguu, nikifanya hivi nasikia kwa uchungu kidogo, lakini nikitaka kusikia ule uchungu nilisikia siku hiyo wakati nilikuwa karibu kulia, nitausikia. Basi tujue hivyo, mambo ambayo tunapitia ni ya muda, lakini kitu ambacho si cha muda ni cha daima, ni uwepo wa Yesu Kristo pamoja nasi katika kila hali. Hata wakati mtu amekuongelesha vilivyo, amekuongelesha vibaya, umeumia, kumbuka Yesu yuko na mimi na ameniruhusu. Kwa sababu kama Yesu hakutaka anisikie maneno hayo, si anaweza kaziba mtu mdomo. Mtu akitaka kutukana mzibe, lakini tunayasikia, ndio tunayastahimili, ndio tunakuwa na tabia ya funzo. Mwanzo 14:23 inasema ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Nani alisema maneno hayo? Sitatoa uzi wa kiatu. Mungu havai viatu. Nani alisema maneno hayo? Sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu. Gidamu ni kamba ya kufunga kiatu. Nani alisema hiyo? Iko katika Mwanzo 14:23. Kitabu cha Mwanzo. Nani alisema hayo? Washiko, nani alisema hivyo? Ati sitachukua uzi wala kamba ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Nani alisema? Ni Abrahamu mwenyewe alisema hivyo. Si hata amesema Abrahamu ati yeye hataki mtu aseme ndiye alimtajirisha. Abrahamu mwenyewe, si ndio? Kumbuka alipopiga wale wafalme,
akienda kuokoa Lutu. Aliambiwa vitu vyote hivi vyote chukua, nitakupa. Ibrahimu akasema mimi hata uzi sitaki, hata kamba ya kufunga kiatu sitaki. Usije ukasema ulitajirisha. Akasema tu mimi nipe, kuna watu niliita waje wanisaidie vita, walipe hao, na watu wangu uwape chakula wakule. Hiyo tu, mimi sitaki chochote. Tukifika hapo washiko, hii injili itahubiriwa bora zaidi, si ndio? Mathayo 10:8 inasema, pozeni wagonjwa, ufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni. Kwa hivyo mmepata kile tumepata kwa Mungu, tukifanyia kazi, tusingoje kulipwa, kwa sababu si Mungu ametupa bure, na sisi tutoe bure. Wafilipi iko hiyo, nilikuwa sijaona, ni ya 4. Wafilipi 11:13, kutokushtushwa. Somea hiyo tumalize. 11:13. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Anitiaye nguvu. Ilikuwa 13, nimekosea hapo nikasema 11:13. Ni 13. Ya kwamba anasema, anatangaza, naweza mambo yote katika Kristo Yesu anayenitia nguvu. Yeye ni nani? Ni Kristo Yesu, si ndio? Ya kwamba hakuna kitu hatuwezi kufanya washiko. Kile ambacho hatutaweza kufanya ni kile Yesu Kristo anaona kwa wakati huo hakifai. Kwa hivyo washiko waka, kuna kitu umefikiri, kuna kitu naomba utafanya, ukiamini Mungu inawezekana. Kwa sababu Mungu Yesu Kristo hashindi. Lakini si maombi yetu yote atatupa, kwa sababu na yeye pia anapima ni nini na ni kwa matokeo gani. Lakini hiyo itafanya ya kwamba mtu kama huyu hakuna kitu kitamtisha, kitamshtua. Akiona hana, anajua nilikuwa nimepata juzi. Nikiwa sina, si ya kwamba Mungu ameshindwa, ni ya kwamba Mungu wakati huo sio mapenzi yake. Amen. Kutoka 14:14 inasema, Bwana Mungu atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Maneno ya nani hayo? Maneno ya Nabii Musa. Wakati watu walifadhaika, wanaenda vita, wamefuatwa, hawana silaha, wakaambiwa Mungu atafanya nini? Atawapigania, nyinyi mtanyamaza kimya. Na ni kweli waliona wa Misri wamepigwa na maji, wakifikiri hata hao wanaweza wafuata kule Mungu alikuwa amwambia apite kwenye bahari. Bahari likawapiga. Yesu akawaambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Marko 9:23. Ni Bwana Mungu alikuja akimlilia Yesu akamwambia, kama unaweza, kama unaweza mtoto wangu, si ndio? Yesu akasema naweza. Ati ukiweza, alimuweza ukiweza. Kwa nini? Sababu ya Yesu anaweza yote. Yeye anaweza yote. Hakuna kitu tunaweza kumwambia Mungu ukiweza. Naomba ikiwa mapenzi yako ningetaka unifanyie hivi, naomba unifanyie hivyo, si ndio?
mapenzi yake. Wazo kuu Wafilipi 4:4 inasema furahini katika Bwana Mungu siku zote, tena nasema furahini. Na tafakari Wafilipi 4:6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika neno la kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Bwana Mungu. Na sala, si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Tujifunze kuwa radhi na hali yoyote, na tukiwa hivyo basi kwa kweli tutafurahi katika Bwana Mungu. Hata tukiambiwa na tena nasema furahini, tutafurahi. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki. Amen.